hukumu nyingine min ahkam al-ijabatu da'wa ni ijabatu ad-da'wa lis-sa'im, kuitikia da'wa kwa aliyefunga. Mtu akiwa amefunga na amealikwa katika da'wa, vipi inakuwa hukumu yake? Jawabu, Muislamu akiwa amefunga akaletewa da'wa ya walishi, walima ya aina yote ile, kati ya hizi walaim ambazo zinajuzu ni sunna, hasa walimatu al-urs au walimatu nikah, walima ya chakula cha harusi. Muislamu amealikwa wa huwa saim, na yeye amefunga. Wanazuoni wanatubainishia katika masala haya ya kwamba Muislamu anapoalikwa wakati akiwa amefunga, basi anakuwa katika hali mbili. Hali ya kwanza, an yakuna saiman siyama fardh, huyu Muislamu awe amefunga na funga yenyewe ni saumu ya fardhi. Hii ni hali ya kwanza. Ikiwa amefunga saumu ya fardh, fa fi hadhihi alhala ma hukmuhu? Yuwasil as-sawm. Kuna tamko lingine, kuna jawabu nyingine. Idha kana al-mad'u sa'iman siyama fardh, akiwa yule anayeitwa katika walishi Muislamu amefunga na saumu yake ni saumu ya faradhi. Saumu ya faradhi ni kama saumu ya nadhiri, saumu ya kafara, saumu ya qadha ya Ramadhani, zote hizi ni saumu za fardhi. Tamam? Idha mal hukmu? Kuna hukumu mbili ikhwan. Hukumu ya kwanza ni hukumu ya ijabatu da'wa, ni uitikie ule mwito, kwa maana kwamba uhudhurie pale ulipoitwa, pale ulipoalikwa. Kwa hivyo hukumu ya kwanza ni annahu yajibu ijabat ad-da'wa, anawajibika huyu Muislamu, yajibu an yastajiba lid'awati, anawajibika kuhudhuria katika kile kikao alichoalikwa cha harusi. Hii masala ya kwanza, lazima tuelewane vizuri ikhwan. Wewe umefunga, saumu yako ni ya faradhi, mathalan ni qadha, unalipa. Ramadhani kuna siku fulani zilikupita kwa udhuru wote ule ambao uliruhusiwa kula ndani yake. Sasa umeletewa da'wa ya walimatu nikah, madha taf'al? Hukumu ya kwanza, masala ya kwanza ni lazima uhudhurie, hasa ikiwa umealikwa kwa jina fulani bin fulani bin fulani, njoo katika harusi, ni lazima uende. Haya masala ya kwanza. Masala ya pili ni masala ya kula. Kwa hivyo lazima tuyatazame masala kwa umakini. Kuna swala la kuitika uwalishi, kuhudhuria katika ule uwalishi, na kuna swala la pale ukishafika katika uwalishi ule katika kile chakula. Sasa usije ukachanganya haya masala mawili ukaona ni masala moja, ukasema mimi ninafunga siwezi kwenda. Utakuwa umekosea. Maana Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, wa man lam yujib ad-da'wa faqad 'asa Allah wa rasulahu, na yoyote ambaye hatoitikia mwito atakuwa amemwasi Allah jalla jalalu na mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Hata ikiwa umefunga, Kwa hivyo tofautishe masala haya mawili, umefunga na umealikwa. Sasa tunaangalia saumu yako ni saumu gani? Jawab, saumu fardh, siyamu faridha, mathalan qadha au nadhiri unatekeleza, au kafara au yote ile katika siyamu fardh. Sasa kwanza ni lazima uhudhurie, ufike pale katika sehemu ya uwalishi. Ukishafika katika sehemu ya uwalishi, sasa tunaangalia hukumu ya pili ya kula. Wa anta saim, sasa ukishafika pale na saumu yako ni ya faradhi, fi hadhihi alhala la yajuzu alfitr, hairuhusiwi kula. Yajibu alayka itmam as-sawm, unawajibika kukamilisha saumu. Tumemaliza. Wazi ikhwan? Imefahamika? Haya. Hali ya pili, almad'u saim, yule aliyealikwa katika walishi amefunga, saumu yake ni nafila, saumu ya sunna ya Jumatatu, ya Alhamisi, ayyam al-bidh, 6 min Shawwal na nyinginezo, nafila ya sunna. Du'it, meitwa katika walishi. Kuna hukumu mbili kadhalika. Ya kwanza, ijabatu ad-da'wa, kwanza lazima uhudhurie.
wa in kunta sa'iman, hata kama umefunga kwanza uhudhurie. maana mtume alayhi salatu wasalam asema haqqul muslimi ala almuslimi khams, arabi' wa ijabatu ad-da'wa, na kuitikia mwaliko. kwa hivyo uende katika ule walisha. fa idha hadart ad-da'wa huna baada dhalik hukm akhar wa huwa al-akl. hasa kuna hukumu ya kula kile chakula wa anta saim. sasa nini hukumu yake kula hiki chakula hapa? wanazuoni wanabainisha katika masala haya kwamba fi hadhihi alhala, katika hali hii, inshaa aftar wa inshaa sam. katika hali hii ya pili, akipendelea yule muislamu kula anaweza kula, na akipendelea kuendelea na saum aendelee na saumu, na kula ni bora zaidi. الطعام افضل, الاكل افضل, ليس الصيام افضل. الطعام افضل, ingawa kuna tafsiri nyingine baadhi ya ulama wanaitaja kama vile Sheikh Al-Allama Ibn Uthaymeen rahmatullahi ta'ala alayhi katika masala haya ya kuweza kupambanua ipi bora ni kula au ni kufunga. Wanazuoni wanaangalia nukta nyingine ambayo ni nukta ya hali ya yule aliyemwalika. Anaangalia hali yake itakuwaje. Akiwa ni mtu ambaye huenda akachukulia kwamba nimemwalika fulani na hakula akaendelea na somo yake, ataona vibaya, basi al-afdal an yakul. na akionelea kwamba ni sawa hata akiendelea kufunga kwa yule aliyemwalika, fal afdal fi hadhihi alhala an yastamirra fi siyam. hii ni tafsiri baadhi ya ulama, lakini kwa jumla aktharu ahli alilm wanaona ya kwamba fi hadhihi alhala at-ta'am afdal, yani kula ni bora, afdal min as-siyam. Sasa kuna dalili ambazo tunahitajia tuzitaje katika masala haya mawili. Masala ya kwanza ya kwamba yule aliyealikwa wa huwa saim na saumu yake ni ya faradhi, huwa kaulu nabii sallallahu alayhi wasallam, idha du'iya ahadukum ila ta'amin falyujib, yoyote kati yenu anapoalikwa katika chakula ni lazima aitikie. hadha hadith rawahu Abu Huraira min hadithi rawahu Muslim من حديث أبي هريرة وأبو داود من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما na wengineo. kwa hivyo yule yote ambaye kati yenu amealikwa falyujib, na atikie mwito. fa in kana muftiran, akiwa amealikwa na yeye ni mtu ambaye amefuturu ghair saim, hakufunga siku hiyo alipoalikwa, falyat'am, ale chakula kama kawaida. wa in kana saiman, na akiwa amealikwa hali ya kuwa amefunga, madha qala alayhi salatu wasalam, falyusalli, akiwa amealikwa hali ya kuwa amefunga, falyusalli. ma maana falyusalli? falyad'u. ahsant, falyusalli ay falyad'u, lianna salata fi al-lugha ad-du'a, sala katika lugha maana yake ni dua. kwa hivyo akiwa amealikwa hali ya kuwa amefunga, falyad'u au falyusalli, na aombe dua. na hii dua anayoomba muislamu katika hali hii ni ad-du'a bil baraka, kama ilivyokuja katika baadhi ya riwayat al-hadith. unawaombea baraka wale watu walishi waliokualika katika kikao kama kile. ulama hamalu hadha al-hadith ala as-sa'im siyam al-fardh. wengi katika wanazuoni wamechukulia hadithi hii na kuifahamu kwamba hii hadithi inaingia zaidi na inamhusu zaidi yule aliyealikwa hali ya kuwa amefunga siyama al-fardhi. maana yule mwingine ambaye ma sama siyama al-fardhi, hadithi nyingine ya Mtume sallallahu alaihi wasallam imekuja inshaa ta'am au inshaa aftar wa inshaa sam, akipendelea kula anaweza kula, na akipendelea kuendelea na saumu anaweza kuendelea na saumu. ndio maana kutokamana na nukta hii wanazuoni wakapambanua au wakatofautisha baina ya masala haya mawili. kwa hivyo kuna masala ya al-mad'u in kana sa'iman siyam al-fardh, wal mad'u in kana sa'iman siyam nafila. akiwa alialikwa amefunga saumu ya faradhi, fal wajib an yastamirra fi siyamihi wala yat'am wala yuftir, kwa sababu saumu ni wajib kuendelea na saumu ile.
na badala yake ukishafika katika kile kikao unawaombea dua wale waliokualika, tad'u lahum bil baraka, tad'u lahum bil khair, tad'u lahum bit tawfiq wa sadat, unawaombea dua za khairi na baraka kama hizi. In kan siyam nafila fal afdal wal aula madha al akl, bora ni kula, bora ni kula. Baadhi ya ulama wakataja hadithi nyingine ya Mtume alayhi salatu wasalam katika adilla, anna nabiy sallallahu alayhi wasallam qala li sahabati yawman inna akhakum qad takallafa lakum min at'am. Kuna baadhi ya sahaba walialikwa katika walishi wakano saimin, faqala lahum nabiy sallallahu alayhi wasallam inna akhakum qad takallafa, hakika ndugu yenu amejikalifisha kiasi fulani katika kuwatayarishia chakula na kuwatayarishia da'wa na kuwatayarishia kikao kama hichi chakula, na nyinyi mmefunga. Ni kama ambaye mnamtia huzuni na mnamfanya anaona hali fulani ya unyonge ya kutokula chakula kile. Kwa hivyo ni bora mule, na maadamu siyam ambayo mmefunga ni siyam ya nafila au siyam ya sunna. Kwa hivyo hii ikhwan ni hukumu nyingine inayofungamana na ahkam ad-da'wa, na hukumu hii inatufikisha mwisho wa nukta ya ahkam ambazo ilikuwa tumezipanga kuzizungumzia katika jumla ya masala haya. Kwa hivyo haya ambayo nimeyataja naamini ya kwamba ndio muhimu zaidi yanayohusiana na mazingira yetu tulionayo sisi Waislamu, hasa tunaopata uwalishi mara kwa mara kutoka kwa ndugu zetu. Kwa hivyo tuna hizi hukumu ambazo tumezitaja walillahi alhamd, mpaka hukumu ya mwisho inayomhusu Muislamu anapoalikwa idha kana saiman, akiwa amefunga. Ili kuboresha kazi zetu, tunaomba mchango wako kupitia lipa namba kwa mitandao yote. ila Allah wa rasulih jina Al-Hidayah Online TV. Aidha usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Asante kwa kutuunga mkono. Al-Hidayah Online TV, uongofu kwa walimwengu.